Morris, mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri ndugu yangu? Niko poa kabisa. Tueleze mechi ilivyokuwa dakika zote 90 kiufundi zaidi, Mbeya City walivyokuja, mchezo wenyewe jinsi ambavyo ulikuwa kimbinu zaidi. Kama unavyoona mchezo haukuwa mwepesi, mchezo ulikuwa mgumu, lakini kikubwa zaidi kwamba timu imeweza kupambana, kila mmoja umeona ameweza kuvuja jasho kwa ajili ya beji ya timu. Kwa hiyo ni jambo zuri kwetu sisi pia kitimu, na Mbeya City umetupa mchezo mzuri kwa kwenda kujiandaa pia na dabi ya Jumapili. Kwa namna ambavyo mechi ilikuwa, kwangu mimi nahisi tulipoteza nafasi nyingi hasa kipindi cha kwanza. Lakini baadaye tukarudi, ukatangulia kufunga, akaja akafuata Soa, then Bajaberi akaja kumalizia. Nadhani changamoto ilikuwa nini au kama kulikuwa na ugumu ni upi? Kwanza kabisa ni jambo zuri kwa sababu ukiangalia tuna muendelezo wa kuendelea kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia tutazidi kufanyia kazi eneo la finishing ili kila nafasi tunaweza kuipata tuweze kuiconvert iweze kuwa goli, kwa sababu tunaamini tunabahatika tuna create nafasi, tunapata nafasi nyingi, lakini chache katika nyingi ndio ambazo tunazitumia. Kwa hiyo naamini kila mechi tutaweza kupata nafasi nyingi kama hivi. Kuna mechi zingine tutapata chance moja mbili ambapo tukishindwa kuconvert tunaadhibiwa. Kwa hiyo tutaendelea kufanyia kazi kwenye eneo la finishing ili kila chance tunayopata tuweze kuiconvert kuwa goli. Sawa, tuje kwako wewe. Ulimisi nafasi kadhaa hivi lakini baadaye ukaja kufunga bao zuri kabisa. Kwako ulitegemea hiki ambacho kimetokea na nini ambacho kinazungumza mara baada ya kufunga bao lako la kwanza ukiwa na Simba Sports Club lakini pia katika mchezo wa ligi kuu wa NBC? Kwangu kabisa naona kabisa nilijiandaa vizuri katika mchezo wa leo. Tangia jana nakumbuka hata mara ya mwisho niliongea na kaka yangu akaniambia anasubiri goli langu niweze kufunga goli langu la kwanza. Kaka yangu Allen kwamba anasubiri sana kwa hamu goli langu la kwanza. Nikamwambia the day is tomorrow. Akacheka sana. Akacheka sana kwa mimi, lakini nikamwambia kabisa my instincts zinaniambia kwamba leo naweza kufunga goli, na kiona kabisa nimeweza kufunga goli, na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunipambania. Tunaweza kuwa na kiwango bora kila leo, na pia anaweza kuniepusha na majeraha. Ni jambo muhimu sana. Umekuwa na mwendelezo mzuri Mau. Kila mechi unapata nafasi ya kucheza, unatengeneza nafasi ya kufunga. Hii leo umefanya hivyo mechi zilizopita na tangu msimu umeanza. Lakini hii leo umefunga. Zungumzia hiyo uwezo uliokuwa nao kutengeneza nafasi ya kufunga, na utuambie kufunga wewe kama wewe na kutengeneza nafasi za kufunga, wapi unaenjoy? Kwanza kabisa mimi katika kitu ambacho naenjoy sana ni kuassist. Yaani nikimpasia mwenzangu akafunga na enjoy zaidi kuliko hata nikifunga. Nakumbuka hata dadake alishakuniambia, wewe mjomba, ndio maana ufungi, kwa sababu tangia mdogo wewe unafikiria sana kutengeneza nafasi wenzako wafunge kuliko wewe kufunga. Kwa mimi pia naona sio jambo baya, ni jambo zuri, kwa sababu sijifikirii mwenyewe na wafikiria na wenzangu pia, kwa sababu naamini timu ikishinda mimi mwenyewe pia nimeshinda, kwa sababu ni sehemu ya timu. Sawa. Hii leo umeibuka kuwa mchezaji bora wa mechi. Kumbukumbu zangu zinaniambia tuzo kama hii kwenye ardhi ya Tanzania uliipata ukiwa na timu ya taifa chini ya umri ya miaka 17. Niko sahihi? Uko sahihi kabisa. Mara nyingine tena umechukua tuzo kwenye mchezo wa kimashindano. Pia ni jambo zuri, ni kitu kizuri, kwa sababu inazidi kuniongezea tuzo hii hapa. Umepata kaka hapa vizuri kabisa. Inazidi kuniongezea motisha kuendelea kupambana. Naamini kila mtu alistahili, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa kila mchezaji amevuja jasho kwa ajili ya beji ya timu hii leo. Lakini bahati mbaya kwamba tuzo tu liko moja, kwa inabidi apate mmoja, na mimi nimewakilisha timu yangu nzima, na mimi tutaenda kuifurahia wote. Sawa, mchezo ujao ni dhidi ya Azam FC. Kwa niaba ya wachezaji kutoka leo mpaka siku ya mchezo si zaidi ya siku 4, ni siku kadhaa tu. Leo Alhamis kuelekea Jumapili tunacheza mchezo mwingine mkubwa. Kwa niaba ya wachezaji kuelekea mchezo huo, lakini pia tumalizie kwa mashabiki ambao wametusupport hii leo. Kwa niaba ya wachezaji, mchezo huu kwanza leo ulikuwa mchezo muhimu kuweza kuturudisha mchezoni, kuweza kurudisha ile spirit ya Simba. Ukiangalia tukaweza kuwa na michezo mizuri hapo nyuma. Kwa hiyo leo kupata matokeo na tukielekea katika mzizima dabi, naamini ni jambo zuri, kwa sababu pia matokeo ya leo yanaweza kutusaidia pia kuattract mashabiki wetu waweze kuja kwa wingi katika mchezo wa mzizima dabi, kuendelea kutusupport, kuendelea kuipigania beji yao ya timu, na sisi tutapambania timu yao kadri tuwezavyo. Kila mmoja naamini atavuja jasho kwa ajili ya timu. Mimi nafahamu, tumalizie hili swali la mwisho. Mimi hapo mbele mashabiki wa Simba, kwa nini ukikuta uwanjani wakati mechi inaendelea ulipokuwa unakutana na jezi namba 44 Chibada wa Mbeya City, ushindani ulikuwa mkubwa? Ushindani mkubwa kwa sababu wote tunatokea sehemu moja, wote tunatokea Tabata sehemu moja. Nakumbuka hata tukiwa tunacheza nyumbani, hataki tukae timu moja, nataka tuendelee kushindana, nataka tukiwa mtaani. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu
Unaona kabisa kwamba kuna ushindani mkubwa, lakini zaidi kwamba hamna jealousy, hamna chuki, kila mmoja anamfurahia mwenzake anapokuwa na kiwango bora. Kwa hiyo ni jambo zuri bwana, kila la heri. Nashukuru. Shukrani. Dogo Black unaitwa siku hizi? Achana nalo.